Asante. Kuna kisa kimoja cha mshikaji wangu mmoja alikuwa anaitwa Tom. Mshikaji alikuwa ni mtu ambaye haamini kuhusu mambo ya kupenda, kama tulikuwa na mpenzi ataishi naye au kuoa, alikuwa haamini kabisa. Alikuwa ni mwanangu sana. Tulikuwa tunapiga mishe za photo studio. Unaona. Sasa siku moja tunatoka Mageto tunaelekea ofisini, tukakutana na demu mmoja hivi mkali sana. Umeona, huyo demu alikuwa anaitwa Laule. Basi jamaa kama kawaida yake akamfuata demu, umeona, akapiga swaga nini, umeona, akawa anaomba namba, akapewa. Basi jioni ile imefika, umeona, kama anachati nini, wanachati, umeona. Basi wakawa wamekubaliana kwamba wakutane. Basi ilipofika ile kesho yake, umeona, basi wakawa wamekutana. Walipokutana wakaongea, jamaa akamweleza, akamaliza. Sio, naelewa. Akamwambia mimi nakupenda, umeona, nakuhitaji, nataka niwe na wewe, umeona. Tunyandwane tu hivyo kama kawa, unaelewa. Lakini kama itatokea umepata mtu ambaye anahitaji kukuoa, umeona, basi wewe fanyeje? Olewa naye, sio, naelewa. Basi poa. Ukawa umeingia kwenye mahusiano kama hiyo. Basi sasa kumbe siku zilizokuwa zinazidi kwenda, umeona, yule demu akawa anamzimia sana mshikaji, umeona. Akafikia tu akampenda sana mpaka kumwekea nini, asilimia, umeona. Basi maisha yameenda mahusiano yao hivyo, umeona. Jamani kaanza kuwa anaona kama ameanza kubadilika fulani, umeona. Kuna kiali fulani kinakuwa sio kama mwanzo alivyokuwa anamuona yule demu, sio, naelewa. Alikuwa ni mkali, yani kiasi kwamba mimi mwenyewe nilikuwa nikimcheki, umeona. Yani hata nikiambiwa wa kesho mimi naoa, umeona. Lakini ndio hivyo, mshikaji akawa mwelekeo mtoto mmoja mzuri mweupe, umeona. Alikuwa anafanya kazi kwenye mpesa fulani hivi, yani kama microfinance bank, umeona. Basi alikuwa ameajiriwa pale, umeona. Basi mahusiano yakaendelea hivyo, akawa ananiletea vikesi, tayari ashakuwa shemeji sasa tayari. Kaleta vikesi kwamba ndugu yako hivi siku hizi simuelewi 1 2 3, mambo ya kushauriana. Nikijibu kuongea na mshikaji ananiambia mimi uko bwana nishatoka bwana, umeona. Achana naye. Ananiambia tu achana naye. Basi mimi nikawa nawasema mambo yenu, nikawa nawaacha, tunapiga kazi kama kawaida, umeona. Kuna kipindi kilitokea akaja mdogo wa mtu wa yule demu, umeona, walau alikuwa anaitwa Gaude, umeona. Alikuwa yeye ni mweusi hivi mfupi, umeona. Basi mimi kuna siku nikawa nimeenda kumtembelea shemeji yangu kule kwao, umeona. Kumkuta yule mdogo wake, kanitambulisha pale, bwana, ni mdogo wangu. Nikamtambulisha pale, bwana, wewe hapa ni rafiki yangu anaitwa Alexi, umeona, 1 2 3. Basi katoka. Basi kumbe kuna siku moja huyu mshikaji wangu Tom, umeona, katika harakati za mizunguko akakutana na yule dem Gau ambaye ni mdogo wake na yule, umeona. Sasa amefanyaje? Amemwomba namba, akamapproach, sio, naelewa, bila kujua, umeona, kwamba huyu ni mdogo wake na yule dem wake, umeona. Basi na yule dem naye kwa hajui kama huyu ni shemeji yake, ila alikuwa anaambiwa shemeji yako hivi na hivi na hivi. Basi baadaye akawa amemcheki, akaongea, akarusha swaga nini, umeona, mahusiano. Demu akakubali, sio, naelewa. Baada demu kukubali, basi maisha mengine yakaendelea. Akutana yule akaongea 1 2 3, lakini siku zilizozidi kwenda kidogo, kabla hajamuita geto, umeona, yule demu akawa amegundua kuwa huyu ni nani, ni shemeji yake, ni bwana wa nani, wa dada yake. Lakini kibaya zaidi, tayari alikuwa ameshaanza na kumpenda mshikaji, sio, naelewa, umeona. Kwa hiyo ikawa ni ngumu, akasema bwana, itakapokuwa na hiyo, umeona. Basi mshikaji, umeona, ana ili wala lile, maisha yanaendelea hivi, naye mshikaji akaja kugundua, umeona, kwamba huyo ni mdogo wake na yule, umeona. Yeye hakujali kwa sababu aliwaambia yule mwanamke kwamba mimi nakuwa kwenye mahusiano na wewe, sio permanent, sio, naelewa. Kwa hiyo ukiamua kuwa na mtu mwingine amua, mimi nikiamua kuwa na mtu mwingine niamue, sio, naelewa. Basi baadaye, umeona, siku yule demu lao akajua, sio, naelewa, kwamba mdogo wake ana mahusiano na nani, na shemeji yake, umeona. Akamweleza, alipomweleza alimwakia mbaya, akamwakia vibaya sana, wakawa hawana maelewano. Na alikuwa anaishia watu wawili, kwa sababu ile dada yake alikuwa amekuja kule kufanya kazi, umeona, alikuwa amepanga nyumba, tunaelewa. Kwa hiyo akawa amekuja kwa dada yake, kwa hiyo hakuna maelewano, tunaelewa. Basi uje uondoke hapa kwangu na nini, kwa jinsi ambavyo situation ilivyokuwa, umeona, mshikaji alikuwa anaeleza. Basi siku, umeona, jamaa akaniambia bwana, yule demo anakuja leo geto, umeona, kwa kufanya mazingira nini, wewe utapolea sehemu fulani. Akasema poa, ina noma. Basi bila ya sana hivi tumefunga ofisi, tunafika maskani kama 4:30 hivi, umeona. Basi mtoto akafika, akaingia. Basi yule alipofika pale, umeona, Mageto akanisalimia pale, Alex mambo,
Nikamjibu poa, umeona. Jamaa kauliza, "Wewe mnajuana?" Nikamwambia, "Tushakutana 1 2 3 na hivi na hivi na hivi." Akasema, "Okay, poa." Umeona, kwa kumuelezea situation nzima jinsi ambavyo nimekutana naye. Kwa nikamweza tunafahamiana. Akasema, "Poa, umeona. Shemeji yako." Nikasema, "Okay, poa, haina noma." Umeona. Basi jamaa akanitoa nje, akaniambia, "Mwanangu, mkakaa kidogo. Wewe mimi kuna kitu nahisi labda hawa wanaweza kama wamepanga mchongo." Umeona, waje wafanyaje? Waje waharibu mambo. Sio, unaelewa? Anaweza kaa dada mtu na mdogo mtu wamepanga mchongo, maana nishaanza kushtuka. Basi nikakaa pale mpaka mida ya saa 5. Jamaa akaona kama mambo kumbe ni nini? Ni shwari. Basi akawa ametoa amenisindikiza nini? Akaambia nitakusimulia kesho atakapokuwa mwanangu. Poa poa, maana kama mara ya kwanza. Basi. Umeona? Sijui nini kiliendelea. Asubuhi yake mshikaji anakuja ananisimulia. Kumbe kilichoendelea kule ilikuwa ni shida mzee. Ilikuwa ni tatizo. Inasemekana jamaa kipindi amekaa pale ndani akamvuta mtoto kike kitandani pale ili apige mambo yake sasa, umeona, ili yale mzigo, umeona. Basi ile anamvuta pale kamweka kitandani, umeona. Kumbe sister mtu kule kachelewa kweli, walikuwa wamepanga, sio, unaelewa, walikuwa wamepanga njama waje wafanyaje, mshikaji, umeona, wamfanyie mshikaji. Basi umeona, sasa sister mtu akachelewa, umeona. Oya, jamaa kala mzigo, unaelewa bwana, kula mzigo. Amefika sasa kwenye chorus pale, anamalizia chorus apate bridge ili aende verse ya pili, mlango unagongwa, gong gong, kikaanza kunuka ngongongo. Mshikaji anajiuliza, niache mzigo niko kwenye chorus nikafungue mlango? Akasema hapana. Umeona, mtoto kwa analia milio ya Nokia vibaya sana, umeona. Basi umeona, jamani akachanganyikiwa, kapagawa, kaendelea kula mzigo, anaendelea kula mzigo pale, amekula mzigo, mlango unagongwa bado, umeona, mlango unagongwa bado. Basi jamaa akamaliza pale, ila anafungua mlango, dada mtu huyu hapa, kangang. Kilichotokea sasa, umeona, sema Dua alianza kulalamika. Yani unajua nyinyi wanawake mnavolalamika, ila yule alilalamika, mwanamke alilalamika vibaya. Wewe usinifanyia hivi Tom, umeona, afu bora ungefanya kwa mtu mwingine, sio mdogo wangu. Akamwambia, lakini mimi nikwambia kwamba uhusiano wangu mimi na wewe, umeona, ni hivyo tu, sio, unaelewa, tunaendoana na 1 2 3, umeona. Sasa yeye jamaa hakuwa na wasiwasi kabisa, umeona. Basi akalamika pale, leo akalamika sana. Huyo mdogo mtu naye akawa amechukia, umeona. Dada mtu akamshika mdogo wake, twende, umeona. Uweze amini, yani wiki nzima mtu na ndugu yake haongei, urudi nyumbani, aongeleshani, umeona. Lakini mshikaji hakuwa na wasiwasi wala yani hakuwa na chochote ambacho kifikia. Alafu bado akawa ananiambia kwamba, mwanangu, mimi namkubali sana nani? Mdogo mtu kuliko dada mtu. Sasa nikajiuliza, jamani, vipi? Afu nikiangalia dada mtu kwa ni pisi moja imenyoka. Wewe ungekuwa ungefanya nini unafikiri hapo? Acha maana. Wewe ungekuwa ungefanya nini? Mimi mkoko alikuwa ameshaniambia mambo yake kwamba hata kama nikiwa naye kwenye mahusiano nifuate mambo yangu, akipata mtu afate, yani kila mtu awe na maisha yake. Siwezi kumjali sana kwa sababu ni issue ambayo alikuwa ameshaniweka wazi. Basi yule dada alimind kishenzi. Ila nikwambie, kama unampenda mtu hauwezi kuangalia, unajua tena kuna zile show ambazo unakutana nazo. Sema ni mdogo, unakuta ni mdogo mtu kabisa yule. Sasa mapenzi yana undugu, unaweza kukuta unatoka na ndugu yako kabisa, mjomba wako ile nini, lakini mnakuja kujuana mambo mengi. Chukisa wana kikumbuka, kinanikumbusha gambali sana. Maisha yako hiyo. Poa, uendelea bwana, mimi ngoja nikutembe kwanza. Sawa, hamna shida. Poa.